Kwa hiyo tunapongeza pia wizara kwa kuunga mkono kazi iliyofanywa na Bunge pamoja na wadau wetu wa Oryx na Envotech kwa kuwekeza kwenye miundombinu hii. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, pokea taarifa, sisi kwenye wilaya mashule yetu yote ya sekondari yale ambayo ya wanafunzi wa bweni yanatumia nishati safi ya kupikia yote kabisa. Tumpige makofi mengi sana mstahiki meya na mkurugenzi kwa ajili ya jambo hili. Na mara ya mwisho tulifanya ziara kamati ya usalama ya wilaya kukagua, na hata baadaye kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa ambaye amemaliza muda wake, tuliona manufaa makubwa yakisemwa na wanafunzi katika mashule mbalimbali. Hapo amekwambia ametoka kwenye budget ya almost 10 million kwa mwaka, average ya 2.7 kwa kota, chini sasa ya 1.7. Lakini pale Msalato sekondari pana wanafunzi mara mbili ya hawa, wale walikuwa wakitumia milioni 4 kwa mwezi, sasa wanatumia milioni 1.3 kwa mwezi baada ya kutumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo jambo limekuwa na manufaa mengi sana ya kuokoa fedha za umma ambazo sasa wanazielekeza katika masuala mengine kwa sehemu kubwa ya kuimarisha ufundishaji, ujifunzaji na taaluma, na kama walivyoongea kuwasaidia pia wanaowasaidia wale non teaching staff hususan wapishi, basi kuimarisha afya zao. Anasema wanazeeka haraka. Nafikiri walitafiti wanaona kama wengine wanazeeka haraka kwa sababu ya kutumia moshi, lakini magonjwa ya macho, machozi wakati wanapika, uwezo jua pia ajali za moto zilizotokea kutokana na kutumia kuni na kadhalika. Lakini pia ukilikagua hilo kwenye jicho la tatu, hata hao waliokuwa wakisafirisha mkaa, ajali ngapi za barabarani zimetokea kutokana na nature ya uendeshaji wao na ukubwa wa mizigo. Kwa hiyo kusema kweli, ajenda hii ya nishati safi kwenye mashule na maeneo ambayo yanatumia watumiaji zaidi ya 100 ile kisera ambayo Mheshimiwa Rais 100,000 kisera ambayo Mheshimiwa Rais alisema, ni jambo ambalo limeleta tija kubwa sana kwenye taifa letu, na Mwenyezi Mungu ambariki rais wetu na tumpigie makofi mengi sana ya kumpongeza na kumtia nguvu. Naomba kwanza kabisa nimshukuru sana mwenye maono yake rais wetu, mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuja na huu mradi na kukabidhi kwenu Wizara ya Nishati, ambapo tunaona kila siku mkiendelea kufanyia vyema mradi huu. Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi niwapongeze sana. Sisi wengine mazingira ni kitu kipaumbele. Kiukweli Dodoma kama mnavyoijua ni semi desert, na hali ya Dodoma kwenye miti ni ngumu sana. Hili jambo mmeenda kutuwekea hapa mbele kwenye shule yetu ya Bunge na shule nyingine ambazo zinaendelea, niwe mkweli, linatufariji sana sana sana. Naomba Mheshimiwa Naibu Waziri ufikishe tu salamu zetu sisi kama watu wa jiji kwa waziri pia Bwana Deogratias Ndejembi, kumwambia kwamba tunafarijika kila siku na utendaji wenu wa kazi, na Mungu aendelee kuwabariki sana kwenye hili hapa. Lakini naomba pia niwapongeze sana wenzetu wa wadau wa Oryx kwa kujitoa kwao. Kwa kweli sio mara ya kwanza tunaonana, lakini mnafanya kazi nzuri. Lakini pia niwashukuru sana watu wa Envotech kwa hii shughuli. Lakini nitakuwa mchoyo sana wa fadhila bila kuwashukuru wananchi wangu wa Kikombo. Na washukuru sana kwa kujitokeza leo. Mmeonyesha ni jinsi gani mnakubaliana na serikali yetu ya awamu ya 6 katika miradi ya kila siku inayoletwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Niwapongeze sana na tunawashukuru sana. Sisi kama jiji tunaomba Mheshimiwa Naibu Waziri, hii miradi iendelee sana hapa mkoa wetu wa Dodoma, kwa sababu Dodoma ndio makao makuu ya nchi na ndio kitovu cha watu wa nchi ya Tanzania.